Naam, karibu atafutaye hachoki na akichoka kishapata. Leo tunarejea tena kwa kuzungumza kuhusu kusoma ufupisho. Tulieleza katika video yetu ya hapo awali, kuna aina kadhaa ambazo tunatakana tuzingatie kwa kusoma. Leo kusoma ufupisho. Ufupisho ni ile habari ambayo imepunguzwa na ile habari ya awali pasipo kupoteza maana ama kupoteza ile ujumbe ya awali. Tunaposema tunapotumia makala tutafupisha tu, tunatumia maneno machache kueleza kile kisa ambacho labda tulikuwa tumepewa. Hata kama ni aya, tuseme katika KJSEA umepata fupisha aya hii kwa maneno 10. Utaweza kueleza tu kwa maneno ambayo 10 unafupisha pasipo kupoteza alama ambayo ni ya awali. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka kuzungumzia ya kuzingatia unapofanya fupisho. Jambo la kwanza ni lazima kama ibada tusisitize kwamba mwanafunzi afanye usomaji wa kwanza, asome kwanza. Jambo la pili, baada ya kusoma aje asome ile mahitaji ambayo anatakana ajibu, ama ni maswali, asome maelekezo kwa ufupi ili anayostahili kufanya. Jambo la tatu, asome kwa mara ya pili kwa makini, huku akiwa na ile maswali akilini mwake. Fupisha alama 10, aya ya pili fupisha haya, mambo gani anayotakana kushika. Alafu hoja ya 4 ambayo ni muhimu, anaweza anza kudondoa mawazo makuu. Hoja za maana anadondoa akiweka chini. Hoja hizo anaweza zitaja kama zikifika 10. Haya, dondosha hizo hoja na maelezo ya ziada. Kisha dondoa, ndio baadaye tutakuja kuita nakala chafu, kwa sababu ni zile hoja ambazo umeweza kudondoa. Utaandika pale nakala chafu kwa sababu umezidondoa. Usiwe na haraka kupitisha mstari, sababu unapata wakati mwingine muda unaweza kukuacha. Umepata muda, wanasema haya muda umeisha, unaacha tu zile hoja, wale watahini wataweza lakini ni vyema mwanafunzi wa senjari hii aweze kupanga muda wake. Baada ya hivyo ataandika ataunganisha zile hoja zinazopatikana katika nakala chafu, ataziunganisha hoja hizo kwa kutumia maneno yako mwenyewe. Hatumie maneno yako, ama wewe mwenyewe tumia, mwanafunzi tumia maneno yako wewe mwenyewe kwa zile hoja ambazo umeandika. Baadaye utaweza kutengeneza ukizingatia idadi ya maneno ambayo umepewa. Usiende nje ya idadi ya maneno. Kama umesema maneno ni 10, maneno 20, maneno 50, hakikisha umezingatia hayo maneno. Kwa leo tunasema tu alamsiki. Kwa hiyo